Leo hii ujumbe wa leo ni damu ya thamani ya Yesu Kristo. Damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kwa nini tunazungumza habari ya damu? Habari ya damu ina maana sana kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na kwa ajili ya kuleta wokovu na ukombozi kwa mwanadamu, na kwa ajili ya kukamilisha ibada ili ibada iwe safi na iwe takatifu. Wakati wa Agano la Kale, wengi wanafahamu, wasomaji wa Biblia wanafahamu, wale watu wa Agano la Kale wao walikuwa ili dhambi zao zifunikwe, maana yake zilikuwa zinafunikwa kwa muda, sio kwamba zinaondolewa kabisa. Ili wakubalike mbele za Mungu, walikuwa wanatoa sadaka au dhabihu mbele za Mungu. Kwa hiyo kulikuwa na dhabihu za mkutano mzima wa wana wa Israeli na namna ya kuteketeza hiyo dhabihu, lakini pia kulikuwa na dhabihu ambaye na hiyo dhabihu anayetoa ni kuhani mkuu, akiingia mbele ya patakatifu pa Mungu, patakatifu pake ambapo ilikuwa imejengwa na mikono ya wanadamu, na anaingia na sadaka ya mafahali. Na anapoingia na sadaka ile ya mafahali, kwa maana ya damu ya mafahali, anapoingia patakatifu pa Bwana, huko mbele kabisa, mahali ambapo ni yeye mwenyewe ndiye atakayeingia, ni kuhani mkuu peke yake ndiye atakayeingia. Sasa akiingia na ile dhabihu ya damu ya fahali, ndipo sasa maovu na dhambi Mungu kama anafunika kwa muda. Maana yake hasira ya Mungu anakuwa anatembea sasa kwa watu wake. Lakini ikifika kipindi kingine, mwaka mwingine, kuhani tena anafanya hivyo. Kwa hiyo haiondoi dhambi moja kwa moja, ilikuwa inafunika dhambi kwa kipindi fulani. Kwa hiyo ndivyo walivyokuwa wanafanya. Lakini pia hata familia ili uje mbele za Bwana walikuwa wanakuja na sadaka kwa kadri ya uwezo wa mtu, kadri ya uwezo wa familia, kwamba anakuja na sadaka au dhabihu anapeleka mbele za Mungu. Manake anachinja kwa ajili ya ibada na ukamilifu wake. Na hakuwepo yoyote ambaye hawajibiki. Manake kila mmoja anawajibika. Hata huyo ambaye hana mifugo, manake hana ng'ombe, hana mbuzi, hana kondoo, huyo yeye lazima aende kukamata njiwa. Manake ni lazima mtu awajibike. Ni lazima kwamba lazima njiwa basi. Hauna hizi zingine, lakini huyu mtu mdogo ambaye hana mifugo mikubwa na kwa sura hiyo, yeye anakuja na sadaka. Yaani lazima damu ya njiwa, sadaka ya njiwa itolewe, atoe kwa ajili ya dhambi zake yeye mwenyewe. Lakini nataka nikwambie, katika Agano Jipya la Yesu, tunasema Agano Jipya la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na Yesu Kristo aliingia patakatifu pa patakatifu pa Mungu mbinguni na damu yake mwenyewe. Damu yake peke yake. Maana yake yeye, damu yake ni ya thamani, damu yake ni takatifu, damu yake inaondoa dhambi, inatakasa, sio inafunika kwa muda fulani, bali damu ya Yesu Kristo inaondoa kabisa. Si useme amina? Amen. Damu ya Yesu inasafisha na kusamehe kabisa. Yaani manake damu ya mwana kondoo inaondoa dhambi. Haifuniki dhambi. Tuko pamoja? Haifuniki kwa kipindi fulani. Inaondoa, inasafisha mioyo, inasafisha watu. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ni ya thamani kuliko damu zingine zozote zilizokuwa zinatolewa wakati wa Agano la Kale. Yesu ameingia patakatifu pa Mungu. Unaweza ukajua, unaweza ukasoma ukafahamu. Aliingia mpaka kwa Mungu akibeba damu yake. Baba, hii ndio damu yangu iliyotolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo Mungu aangalii kitu kingine, Mungu anaangalia damu ya Yesu. Mungu anaangalia ile neema ya Yesu Kristo, ambayo katika hiyo damu ya Yesu, ndugu yangu mpendwa, wewe umesamehewa. Sisi tumekombolewa. Sisi tumenunuliwa kurudishwa kwa Mungu.
Sisi tumekuwa watoto wa Mungu. Sisi tumekuwa katika familia ya Mungu kwa sababu ya damu ya Yesu. Unaweza ukaona namna gani uthamani ulio katika damu ya Yesu. Kama sio damu ya Yesu, ina maana hata hivi, kama sio hiyo damu, ina maana hata sisi wenyewe tungekuwa tunafanya effort zozote, jitihada zozote mpaka tutafute damu itakayofunika dhambi. Lakini ashukuriwe Yesu aliyekubali kufa msalabani kwa ajili yako na mimi, kwa ajili yetu na kwa ajili ya ulimwengu wote, kwamba kila atakayemjia Yesu hapaswi kutoa dhabihu, anapaswa kuamini ile sadaka ya damu ya Yesu iliyotolewa, na dhambi zake Mungu anasamehe, Mungu anaondoa, Mungu anatakasa, Mungu anasafisha. Tunakuwa viumbe vipya. Ya kale yamefanyeje? Yamepita, tazama yamekuwa mapya. Forever and ever tunakuwa tumetakaswa. Kwa hiyo ndugu zangu, leo tunataka kuangazia kidogo habari ya damu, thamani ya Yesu Kristo. Katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 7 tunaanza kusoma. Waefeso sura ya 1 tunaanza kuona mtume Paulo katika ufunuo anazungumzaje juu ya damu ya Yesu Kristo. Anazungumziaje juu ya damu ya Yesu? Waefeso 1:7 inasema, katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo. Yeye nani? Yeye Yesu. Mungu asifiwe. Katika yeye Kristo, katika yeye Kristo tunao, kwa damu yake tunao ukombozi. Kwa hiyo damu ya Yesu inaleta ukombozi. Mungu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo inaleta ukombozi. Na tukizungumza maana ya ukombozi, maana yake ili ukomboe unahitaji utoe, ugharamie, unahitaji ulipe kitu, unahitaji utoe sadaka, unahitaji ulipe gharama ya kumkomboa yule mtu. Kama mtu alikuwa mtumwa, ili umkomboe kutoka katika utumwa na kumrudisha katika uhuru, unahitaji kulipa. Kwa hiyo Yesu Kristo kwa damu yake ametukomboa. Kwa damu yake ametununua. Maana yake amelipa ile adhabu, amelipa ile gharama ambayo ilikuwa juu yako, ilikuwa juu yangu, ilikuwa juu ya wote wenye mwili. Sasa kwa damu yake sisi tumekombolewa. Kwa damu yake sisi tumepata masamaha ya dhambi. Masamaha ya dhambi. Hakuna dhambi tena, wala hakuna dhabihu nyingine itakayopasa kutolewa juu ya dhabihu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu imemaliza, imefuta na kuondoa dhambi zote. Achana na watu ambao wanakuja wanasema ili ufanye hivi unahitaji utoe sadaka ya ukombozi. Sadaka ya ukombozi ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Amemaliza. Hatuhitaji kutoa sadaka ya ukombozi. Hatuhitaji kutoa sadaka ya kukombolewa kwenye laana. Hatuhitaji kutoa sadaka ya kurudishwa kwa Mungu. Yesu amemwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wetu. Sisi tumekombolewa, tumenunuliwa. Tumenunuliwa. Tumewekwa huru na Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Haleluya, watu wa Bwana. Kwa hiyo tunafahamu hii damu ya Yesu inakuletea ukombozi. Tunapokea ukombozi katika hali ya uhalisia kwamba sisi tumekombolewa. Sisi sio mali yetu wenyewe. Sisi ni mali ya Mungu. Haleluya. Maana tumekombolewa na Yesu. Tuko pamoja. Lakini jambo lingine katika Warumi sura ya 3 mstari wa 24, katika Warumi sura ya 3 mstari wa 24 na 25, tunahitaji kwenda haraka maana tuna mambo mengi. Biblia inasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Neema yake nani? Neema yake Yesu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Lakini kwa niishie tu hapa maana kuna tafsiri zingine za Biblia.
ambazo zina mstari wa 25, ambayo Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Yesu Kristo yeye ametupa. Hapa tunapata neno gani? Tunapata neno kwamba Mungu ametupatanisha. Damu ya Yesu Kristo inatupatanisha, imetupatanisha na Baba. Maana tangu Adam na wengine waliofuata vizazi na vizazi, wote waliozaliwa, sisi wote na wengine tulikuwa kwenye utumwa fulani wa dhambi, tumeuzwa, tuko kwenye milki ya shetani. Sasa lakini pia kulikuwepo na uadui. Sasa alihitajika mtu wa kutupatanisha na Mungu. Damu ya Yesu imetupatanisha na Baba. Leo ukiomba, Baba anakusikia. Baba anakusikia, maana tayari hakuna uadui tena. Ule uadui wote wa dhambi Yesu kwa damu yake ameondoa. Alipoondoa akatupatanisha na Baba. Akatupa haki ambayo tumepata kwa njia ya neema, sio kwa njia ya kutenda jambo, sio kwa njia ya ukamilishaji wa ibada, sio kwa njia ya kujitoa, bali ni kwa njia ya Yesu Kristo na damu yake. Hile tumepata haki, tumehesabiwa kuwa haki. Ametupa justification, manake ametujustify. Haleluya! Yesu ametuhesabia haki, na Mungu anatuona sisi ni wenye haki. Kwa sababu ya nini? Sio kwa matendo, sio kwa juhudi, bali kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ametupatanisha, akatupa haki. Kwa hiyo hivi leo, kwa neema hiyo na kwa neema hiyo ya Mungu, sisi tumehesabiwa haki. Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi tumepata upatanisho, tumepatanishwa. Sisi sio adui tena na Mungu. Sisi sio adui wa Mungu na Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu kupitia damu ya Yesu. Haleluya, watu wa Bwana. Kupitia damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hiyo inaleta utakaso, reconcile, inatupatanisha damu ya Yesu. Lakini jambo lingine, damu ya Yesu huleta uhusiano. Ile upatanisho ni sawa kwamba tumepatana, lakini sasa kuna ile relationship. Kuna bridge fulani ambayo Yesu ameweka. Sisi tunakwenda kwa Baba kupitia damu yake. Tunakuwa na uhusiano ambayo ndio hiyo reconciliation. Lakini jambo lingine, damu ya Yesu inalinda. Damu ya Yesu inatoa ulinzi kwa watoto wake. Mungu asifiwe, watu wa Bwana. Damu ya Yesu inatoa nini? Ulinzi. Inaachilia ulinzi juu ya watu wa Mungu. Katika kitabu cha Ufunuo 11 mstari ule wa 10, Ufunuo 12 mstari ule wa 11, tunapata maneno ya Mungu mazuri sana hapa. Maneno mazuri yanayo tudhihirishia kitu fulani kizuri ambacho tunakipata kwenye kifungu hichi. Yes, huo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Mungu wetu asifiwe. Nao wakamshinda adui shetani kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu Kristo inazungumza ushindi juu yetu. Inaleta protection, lakini hiki kifungu kinazungumza mambo mawili. Ushindi bado pia inaleta ulinzi. Kwamba walio katika damu ya Yesu wanalindwa, lakini walio katika damu ya Yesu pia licha tu ya kulindwa, lakini ni washindi. Tumemshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Yesu asifiwe.
Kanisa la Bwana. Wakamshinda kwa damu ya nani? Ya mwana kondoo. Lakini ujue kuna kitu kingine hapo walikuwa nacho hawa wa ndugu zetu ambayo tunaandikiwa hapa. Kwa neno la ushuhuda wao. Ushuhuda wao ulikuwa sawa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Je, wewe una neno la ushuhuda kwa habari ya Kristo, alichokufanyia, alichotenda juu yako? Ni ushindi kwako mbele ya adui au kinyume cha na adui. Na mara nyingi sasa, wapendwa, hasa zama hizi, watu wanaogopa sana kusimama kushuhudia habari za Yesu. Watu wanaogopa sana kusimama kutoa ushuhuda kwa kile Mungu alichokutendea au Yesu alichokutendea. Watu wanaficha. Wanaogopa. Unaogopa nini? Yesu amefanya makubwa au hajakutendea? Ametenda. Haleluya. Hawa ndugu Mtume Yohana anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Wakasimama, wameshinda hata mbele ya mashtaka, mbele ya adui, mbele ya shetani, mbele ya maadui zao. Wakasimama, wamefunikwa na damu ya Yesu, wamefunikwa na ushuhuda wao. Ushuhuda wako ndani ya Kristo ni wa thamani. Ni wa thamani. Zamani zile tunasema, tulikuwa tuna wimbo fulani tunaimba, shuhudia tuone kama unampenda Yesu. Shuhudia tuone kama kweli una. Siku hizi watu wanabaki na ushuhuda huu. Wanaogopa hata kutestify, kusema Mungu amefanya. Ndiyo, of course kuna wengine sawa. Lakini wewe je, una ushuhuda? Una jambo Yesu amekufanyia? Hilo jambo ukisimama nalo mbele za Mungu, mpendwa, ni ushindi wako. Kumbuka David kwenye Biblia. Mungu alipokuwa akimtetea wakati anachunga kondoo za Yethro kule. Mara dubu anakuja, simba anakuja, anataka kunyang'anya mbuzi au kondoo, anachana yule dubu au simba, anamshinda. Lakini siku aliposimama mbele ya Goliati, ndio ushindi wake huu. Anasema sasa huyo Mungu, huyu jamaa analingana na Mungu aliyenisaidia, nikamshinda simba, nikamchana na dubu, nikapasua pande zote. Sasa nguvu inajengwa na kile ambacho Yesu anafanya ndani yako. Anafanya yani hiyo ndio ushuhuda wako, ndio imani yako. Unasimama, unashuhudia, unasema ametenda. Paka shetani wakati hata akikuletea majaribu, hata akileta sijui nini, vikwazo, vishawishi, unaweza ukasimama na ushuhuda, Yesu amenisamehe dhambi. That's enough. Inatosha tu kwa wakati huo. Nilikuwa kwenye dhambi na sasa naona. Hukumuni ninyi wenyewe. Wewe amekuponyaje? Mimi sitaki kujua kwamba ameniponyaje, kwamba amenisaidiaje, lakini mimi ninachojua ushuhuda nilio nao, nilikuwa mwenye dhambi na sasa naona. Inatosha. Nyie kama mna matatizo yenu na mimi sitaki kujua. Ila mimi najua nimepona. Mimi niko salama. Mimi ninaona. Haleluya, tunakumbuka hiyo habari Mimi ninaona akasimama na ni mchanga kabisa. Yuko hapo, watu wanamlaumu, watu wanamshtaki. Wewe huyu mtu ni mwenye dhambi. Anasema mimi sijui. Wala sitaki kujua kwamba ni mwenye dhambi, ninyi wajua. Ninachojua, ninachoshika ni ushuhuda wangu kwamba ameniponya na sasa naona. Ni mkumuni wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wao wakashinda. Damu ya Yesu huleta ushindi. Huleta nini? Ushindi. Ushindi. Damu ya Yesu inatupa ushindi tena juu ya tawala za giza, tawala za mashetani,
nguvu za mapepo, magonjwa, maradhi, mashinikizo na vitu kama hivyo. Damu ya Yesu huleta ushindi. Asubuhi ya leo wakati tunashirikisha meza ya Bwana, mmoja tusitaki jina, baadaye akaniambia kumbe hata ushirika mtakatifu. Nasema mimi nilikuwa naumwa. Wakati naumwa nikasema na kwenda kushiriki. Ni damu ya Yesu, ni mwili wa Yesu, ni kila magonjwa toka. Anasema akapona. Leo asubuhi amenishuhudia wakati baada ya ibada ya kwanza. Ameshuhudia. Maana ameniambia, "Ngoja nikupe na mimi ushuhuda wangu." Bwana Yesu asifiwe. Anasema, "Si Yesu ameniponya?" Amen. Kwa hiyo wakati mwingine yani ni namna tunavyochukulia mambo. Ukichukulia kirahisi rahisi, yanakuwa rahisi kwako. Ukichukuliwa katika uzito na uhalisia wake, yanatenda kitu au mambo juu yako. Lakini ukichukua tu simple wewe unajua tu ngoja tu nikamilishe. Nikamilisha tu inaisha. Lakini nataka nikwambie, hii damu ya Yesu mimi nayo inena. Damu ya Yesu ambayo maandiko yananena inatupa ushindi. Shetani anajua tumekombolewa, tumesamehewa. Shetani asikunongonezo chochote, wewe umekombolewa. Wala usikutane na mafundisho mengine unakutana nayo wanababaishwa watu wanavurugwa kwenye nyakati hizi. Paka ile hali ya uthamani wa damu ya Yesu ni kama inafanyeje? Inapunguzwa. Lakini nataka nikwambie, kwake aaminie, damu ya Yesu inafanya mambo. Damu ya Yesu inafanya. Damu ya Yesu inatuweka huru. Hatuna haja ya damu ya kondoo, ya mafahali, ya nini, ya njiwa. Leo tuna damu ya Yesu. Inatosha. Alafu hii damu ya Yesu amepeleka mpaka kwa Baba. Akaonyesha. Si unaona Yohana anasema kuna vitu vitatu vinavyoshuhudia mbinguni. Anasema damu na nini tena, msomi wa Biblia. Damu, maji, na nini tena? Maana na ukikuta ile damu hata duniani inashuhudia vitu vitatu vinavyoshuhudia duniani. Anasema damu ipo kote kote. Ile damu ni ile damu ya Yesu. Inashuhudia kwa Mungu na huku duniani sisi na wengine wanaoamini tumekombolewa nayo. Sisi tunakombolewa. Na ndio maana unaweza ukafikiri hivi Yesu alipouawa, alipojitoa Kalvari msalabani, sijui hivi na vile akauawa, akamwaga damu yake, inakuwaje mbona tunazungumza damu? Tunazungumza damu maana ndiyo offering, ndiyo sacrifice aliyoitoa. Alitoa dhabihu ya damu yake. Hiyo ndio majibu. Ametoa sadaka, dhabihu takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio damu ya thamani aliyoitoa. Tena alitoa hata kama amepigwa, lakini anasema nimetoa mwenyewe uhai wangu. Unaona Anasema kwenye maandiko, uhai wangu mimi mwenyewe nimetoa. Maana yake amekubali kuchinjwa. Amekubali kuchinjwa kwa ajili ya ukombozi wetu, kwa ajili ya sisi kurudi kwa Baba. Ni kwa mfano unaweza ukachukulia hata wakati ule wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka 12 unaweza ukaona wakati wana wa Israeli sasa wakiwa Misri. Hilo ndilo lilikuwa kama ni pigo. Ni pigo wakati Mungu analeta pigo juu ya wana wa Misri au juu ya Wamisri, la hao watu wa Mungu kuachiwa, wawekwa huru, wasilazimishwe tena kuwepo kwenye utumwa. Na ile pigo lilikuwa la mwisho kabisa. Watu waliuliwa kabisa, wazaliwa wa kwanza, wanyama, wanadamu na nini. Alafu Mungu tayari kupitia Musa alishawaambia wana wa Israeli kwamba ninyi mtamchinja kondoo. Sawa? Ninyi mtafanyeje? Mtachinja, mtatoa mnyama. Huyo mnyama mtatoa, mtamchinja,
alafu damu yake mtapaka kwenye miimo ya milango na nini. Alafu na yule malaika wa kuharibu anapopita usiku, akiona ile damu kwenye miimo ya milango yenu, anafanyaje? Anapita ile nyumba, anakwepa ile nyumba, maana tayari ameshaagizwa malaika wa kuua. Katika sura ya 12 Kutoka, hebu tujikumbushe kidogo, damu ya Yesu, hata hii damu ya Hawa hii ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu, ilikuwa ni mfano wa damu ya Yesu kwao wakati ule. Anasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atoaye mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoaye mwana kondoo mmoja, kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Amepewa option hapo. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu na katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani, yani manake mzile zote. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto, mtakula. Na amewaambia wanakulaje, mtindo gani. Tena mtakula hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtakula kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Naweza ukasomea tu ukajikumbusha. Hii ilikuwa ukombozi kwa wana wa Israeli. Mungu atusaidie. Ilikuwa ukombozi wa kuwakomboa na yule malaika aliyetumwa na Mungu kuua na kuharibu wazaliwa wa kwanza wa wanyama na wa mifugo. Kwa hiyo wao wakapewa ishara ili upone. Andaeni sadaka mwana kondoo, tena wamepewa ile kiasi cha ulaji. Ndio maana wameamua shirikisha familia. Kama familia yako ni wachache, yani maana yake huyo kondoo au huyo mbuzi hatakiwi nyama zake zibaki mpaka kesho yake, zinatakiwa ziliwe zote, na hakuna kuchemsha, zinaokwa tu basi. Kwa hiyo iwe mautumbo iwe na nini, zote ziokwe, alafu ndio mnakula mkiwa mmesimama, mmejifunga tayari, kila mtu ana vitu vyake. Na kama ninyi ni wachache kwenye familia, shirikisha familia ya pili ya jirani. Kwa nini washirikishe? Ni ili masharti yake kwamba isibaki, muhakikishe mmekula yote. Sasa kama wale watu walaji wanyama wanakulaga, maana kuna walaji wanakula kondoo mmoja, si wawili watatu, sawa tu. Lakini wale ambao wanakula kidogo basi, hata kama ni nyumba nyingine inaleta kama kaupatanisho fulani wa hapo. Nyinyi mpatane, mkubaliane, mshirikishane na familia ya jirani. Na Mungu ametoa namna fulani, njia ya kuliwa hiyo. Sharti isibaki. Usiweke akiba, halafu mle mmesimama. Na huyo mwanakondoo asiwe na doa,
asiwe na ulemavu, asiwe na, yani ni mfano wa Yesu mwenyewe. Mungu atusaidie. Yani ni type of Christ. Yani ni mfano wa nani? Wa Yesu. Yesu hana doa, hana ni mtakatifu. Damu yake ni takatifu. Kwa hiyo ilikuwa mfano wa Yesu, anafanya kitu ambacho baadaye kinakuja kuwa ukombozi wa ulimwengu. Ilikuwa ni the way wale watu wanaokombolewa tena kwa usiku huo wakombolewe tu, waingie tu, wasiuawe na yule malaika. Ndugu zangu, hii kwa wao ilikuwa inadhihirisha ulinzi, lakini pia hata ukombozi wa muda huo kwa masaa hayo machache. Lakini nataka nikuambie, damu ya Yesu Kristo kama nilivyosema inatukomboa kabisa milele yote. Hakuna tena kurudia. Mungu ni mwema. Waebrania sura ya 9, nataka tufanye kitu alafu tunimalizie hapa, kwa sababu tunataka kushiriki meza ya Bwana. Kitabu cha Waebrania, waraka kwa Waebrania sura yake ni ya 9. Tumuone huyu. Maandiko mengine matakatifu yanasemaje? Mstari wa 11 mpaka ule wa 14. Anasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Hiyo neno nasema kwa nguvu, wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama na ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu ya Kristo, ambayo kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Hii ndiyo kazi ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii ndiyo kazi ya nani? Ya damu ya Yesu. Hebu kumbuka kazi ya damu ya Yesu iliyofanyika kwa ajili yako. Hebu kumbuka, ipe thamani yake. Hebu ikumbuke na uikubali. Na urejee kwamba hivi wewe ulipokombolewa, ulikombolewa sio kwa vitu viharibikavyo kama Petro anavyosema, sio kwa fedha, sio kwa dhahabu, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Maana hivi vingine vyote vinaharibika, vinaisha, vinapitwa na wakati, lakini damu ya Yesu Kristo ameingia patakatifu pa Mungu mara moja hata milele. Kwa hiyo leo tunapoikumbusha damu ya Yesu na tunapokwenda kushiriki, hata Mungu mwenyewe anakubaliana na sisi tunapoipa stahiki damu ya Yesu yenyewe. Achana na mazingaumbo ya nyakati hizi, kumbuka damu ya Yesu.